hili nalo ni tatizo kwa Hassan Mwakinyo, na sio tatizo tu, ni habari mbaya pia kwa mashabiki wa mchezo wa ngumi nchini na wapenzi wa bondia Hassan Mwakinyo. Hizi ni taarifa ambazo tumezipata hivi punde, ni kwamba Hassan Mwakinyo ameporomoka katika viwango vya ubora vya boxer kwa nafasi 31 kutoka nafasi ya 35 ambayo alikuwepo nayo hadi sasa akiwa katika nafasi ya 66 kati ya mabondia 2020 wa uzito wake ambao ni uzito wa middleweight duniani kote. Kwa kaporomoka kwa nafasi 31, alikuwa nafasi ya 35 lakini sasa hivi yuko nafasi ya 66 na ni bondia wa kwenye nafasi hiyo wako mabondia 2020 wa uzito wa middleweight. Hii inatokana na nini? Haya yote yanatokana na kupoteza pambano lake la Juni 10 pale nchini Ivory Coast kwa TKO raundi ya 9. Pambano hili lilikuwa na raundi 12 dhidi ya Miko Soro. Wakati Soro yeye kwa upande wake alipanda nafasi 5 juu baada ya kumpiga tu Mwakinyo kutoka nafasi ya 11 ambayo zamani au hapo awali alikuwa nayo hadi akaenda nafasi ya 6. Kwa Soro yuko kwenye nafasi ya 6 na Hassan Mwakinyo ameporomoka kwenye viwango, yuko nafasi ya 66, na hii ni kutokana na kupoteza pambano lake. Kwa hiyo Hassan Mwakinyo ni habari mbaya kweli, lakini pia Hassan Mwakinyo alilizungumzia pambano lake hili alilopoteza. Hassan Mwakinyo na nukuu hapa alichozungumza wakati anazungumza na Amplifier ya Millard Ayo Close. Hassan Mwakinyo alisema hivi na nukuu: hata kama watu hawatakubaliana na ninachokisema, ukweli ni kwamba nimepoteza pambano hilo na hilo halitabadilika. Sipendi watu waseme pole kana kwamba Mungu hakuwa upande wetu, au kwamba tumepoteza kwa kukosa bahati, au kwamba wakati mwingine tutajipanga vizuri, amesema Hassan Mwakinyo. Ameongeza kuwa anaamini propaganda zilizofanyika nje ya ulingo ndizo zilizochangia matokeo ya pambano hilo, akisisitiza kuwa alifanya maandalizi ya kutosha na kupambana kwa nguvu zote, na nukuu: wasitumie nafasi hiyo kunifariji kwa namna hiyo, kwa sababu nimejiandaa vya kutosha. Propaganda zilizotokea nje ya uwanja ndizo zilizopelekea pambano kufikia hapa lilipofikia. Kama mtu ataona, basi ni bora anicheke kuliko kunionea huruma, kwa sababu kwa upande wa kujitahidi, nimejitahidi sana kuiheshimisha taaluma yangu ya ngumi, amesema Hassan Mwakinyo. Hata hivyo, Hassan Mwakinyo aliongeza kitu kuhusiana na pambano lake hasa nje ya uwanja. Tunasema figisu. Hassan Mwakinyo amesema mto wa kulalia uliokuwa chumbani kwake ulipuliziwa vitu vyenye harufu kama ya manukato, kwa maana perfume, jambo ambalo liliibua maswali kwake wakati wa maandalizi ya pambano lake dhidi ya Miko Soro nchini Ivory Coast. Alipozungumza na Millard Ayo kwenye kipindi cha Amplifier, Mwakinyo alisema hivi: kuna kitu niligundua hakikuwa sawa kwenye mto wangu. Kulikuwa na harufu kama ya perfume na nilijaribu kuangalia kwenye vyumba vya watu wengine, lakini hakukuwa na harufu hiyo. Nilipomweleza kocha wangu hakuniamini, hivyo wakaenda kuunusa mto huo na wakakubali kwamba ulikuwa na harufu, lakini cha kushangaza, wote waliounusa mto huo waliamka wakiwa wanaumwa vichwa. Ilipofika siku ya kupima uzito, nilikuwa na kilo 71, lakini nilipoenda kupima nikakuta nina kilo 70.4, hali iliyoonyesha kuwa uzito wangu ulikuwa umepungua zaidi ya nilivyotarajia, mwisho wa kunukuu taarifa hii ya Hassan Mwakinyo akizungumzia kuhusiana na kilichotokea nje ya uwanja ama nje ya ulingo. Lakini pia tuligusia hapa kuhusiana na Hassan Mwakinyo kushuka
kwenye viwango vya ubora baada ya kupigwa kwenye pambano hilo raundi ya 9, ambapo Hassan Mwakinyo kabla ya pambano alikuwa kwenye nafasi ya 35 ya ubora, ila baada ya kupigwa ameshuka mpaka amekuwa kwenye nafasi ya 66, wakati mpinzani wake Soro alikuwa nafasi ya 11 na hatimaye ameenda hadi nafasi ya 6, na hii ni nafasi ya uzito wa middleweight duniani, ambapo kwa nafasi hiyo wenye uzito huo wako jumla ya wapambanaji ama mabondia 2020. Hii ni Fumo 255. Tupo hapa kwa ajili ya kukupa update mbalimbali zinazoendelea kuhusiana na mchezo wa ngumi, mchezo wa mpira wa miguu, Simba Young Africans, usajili na kila kitu utakipata mara hapa. Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment.